Jawabu lake, na tupo katika masala ya imani. Al-Sheikh rahimahullahu ta'ala anasema katika suali nambari 39, ma dalilu ala tafadhuli ahli al-imani fihi, ni nini dalili juu ya kuwa bora au utofauti wa ubora wao kwa watu wa imani ndani ya hiyo imani. Ma dalilu ala tafadhul ahli al-imani fihi, ni nini dalili juu ya kuwa bora watu wa imani ndani ya hiyo imani, kwamba watu wa imani wana tofauti katika daraja zao, wana tofauti, wana maratib. Kuna wale ambao martaba yao ni ya juu, kuna wale ambao martaba yao iko chini. Kuna mu'minun kamilul iman wa humul muqarrabun, na kuna mu'minun naqisul iman wa humul abrar. Kuna waumini ambao ni wakamilifu wa imani, hawa wanaitwa al-muqarrabun, na kuna waumini wa upungufu wa imani ambao wanaitwa al-abrar. Jawab, qala Allah ta'ala, anasema Allah ta'ala, was-sabiquna as-sabiqun, na waliotangulia mbele ni wenye kutangulia, kwamba wale ambao katika hii dunia wamekuwa ni watu wa mbele katika khairati, katika ibadati, katika kusoma dini yao na kuitekeleza vizuri, hawa pia watakuwa ni sabiqun katika janna, watakuwa ni watu waliotangulia mbele katika kuingia janna, katika khairi na neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia waja wake wema. As-sabiquna as-sabiqun, na wale waliotangulia mbele kabisa katika mambo ya khairi. As-sabiqun, watakuwa ni wenye kutangulia. Ulaika al-muqarrabun, hao ni wenye kukurubishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika al-muqarrabun, hao ni wale wenye kukurubishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ila mpaka katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa ashabul yamin ma ashabul yamin, na watu wa kuliani ni nini watu wa kuliani. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin, na watu wa kuliani ni nini watu wa kuliani. Wa qala ta'ala, amesema Allah ta'ala, fa amma in kana min almuqarrabin, wakati wa kufa roho inatolewa, Allah jalla wa ala anasema wa amma, na amma in kana min almuqarrabin, ikiwa huyu anayekufa ni katika wale waliokuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, ni watu ambao daiman walitafuta radhi za Allah jalla wa ala, daiman walikuwa wao wanajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yao. Ikiwa huyu anayekufa anatolewa roho akawa katika wale muqarrabin, yani watu waliokuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, wanaojikurubisha kwa kufanya mema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anapenda, farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Farauhun anakusudia basi ni raha, ni raha watakayoipata, wa raihanun, na mazuri watakayoyapata katika hali za kufa kwao, wa jannatu na'im, na pepo yenye neema. Farauhun, basi watapata maisha mazuri, watapata mambo mazuri. Wa raihanun, na watapata katika miili yao raha wakati wa kufa. Wa jannatu na'im, na pepo yenye neema. Wa amma in kana, na kama amma ikiwa min ashabil yamin, katika watu wa kuliani, fasalamun laka min ashabil yamin, ataambiwa salamu juu yako kutokana na watu wa kuliani. Ama alivyotafsiri Sheikh al-Imam Abdurrahman Saadi rahimahullah ta'ala,
neno fasalamun laka linachukuliwa katika maana mbili. Maana ya kwanza, atapewa salamu kutokana na watu wa kuliani, watu wa peponi. Ama maana ya pili, fasalamun laka ay anta musallamun, wewe ni mwenye kusalimishwa min aladhab, kutokana na adhabu na mabaya wakati wa kufa na mpaka siku utakayofufuliwa. Maana zote ni sahihi kwa sababu imetajwa fasalamun laka, imekuja katika sigha ya nakra, na sisi tutaiacha katika ta'mum, katika kuieneza salamun, ima salamu ya kusalimiwa au usalama wa yeye pale anapokufa katika hali ya kufa. Waqala ta'ala, amesema Allah ta'ala, faminhum dhalimun li nafsi, akitaja tafadhul ahlul iman, ubora wa watu wa iman na namna walivyotofautiana katika imani yao. Aya hii imeanza katika mwanzoni kabisa, Allah jalla wa ala akisema thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina min ibadina, kisha tukawarithisha kitabu wale ambao tumewachagua katika waja wetu. Kisha akawagawanya sehemu tatu Allah subhanahu wa ta'ala hawa waja wake, akasema faminhum dhalimun li nafsi, katika waja wake hao miongoni mwao yumo anaidhulumu nafsi yake, kwamba anafanya makosa na anafanya mema, anafanya makosa anafanya mema. Kule kufanya makosa anaidhulumu nafsi yake, kula riba, anachelewa kutekeleza mambo ya wajibati kama swala, wakati mwingine anadhulumu, anaongopa, anafanya haya na yale, lakini sio shirki. Dhalimun li nafsi, anafanya dhulma kwa nafsi yake, kwa maana anafanya maasi yatakayopelekea huenda asipotubia akafa akaadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama sio milele. Wa minhum muqtasid, na miongoni mwao hawa muqtasid. Muqtasid ni yule ambaye anatekeleza wajibati na anaacha muharramati, hazidishi zaidi ya hapo. Yani yeye anatekeleza mambo ya wajibu kwa ukamilifu na anajiepusha na mambo ya haram kwa ukamilifu, anaishia hapo. Humkuti katika mambo ya sunna, mambo ya mustahabbat, mambo ya nini, la, yeye kamilisha. Na huu ni katika waja wema pia, kwa sababu kama anatekeleza faraidh, anaacha muharramat, hili ni jambo zuri. Na Allah subhanahu wa ta'ala mwataja katika mawali zake katika hadithi al-Qudus aliposema wama taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi, na hajajikurubisha hapo mja wangu kwangu kwa kitu ambacho kinapendwa mno kwangu mimi kuliko kile ambacho mimi nimemfaridhishia juu yake. Wama taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya, na hajajikurubisha mja wangu kwangu mimi kwa kitu kilichopendwa zaidi kwangu mimi mimma aftaradtuhu alayhi, kuliko kile ambacho mimi nimemfaridhishia juu yake. Kwa hiyo fardhu inapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuliko sunna. Huyu amejikurubisha kwa Allah jalla wa ala kwa fardhu. Fardhun maana yake ametekeleza wajib na amewacha makatazo, kwa maana ameacha mambo ya haram yaliyoharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia kuna watu wa sunna ambao wameongoza katika ziada katika mambo ya khairat. Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa minhum sabiqun bil khairati biidhnillah, hawa ni daraja ya juu katika imani, na miongoni mwao wako waliotangulia mbele katika mambo ya khairi kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa hawajawacha khairi isipokuwa wameitekeleza, hawajawacha jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala analipenda isipokuwa wamelishughulikia. Hawa sabiqun bil khairat, wametangulia mbele katika khairi, tena biidhnillah jalla wa ala, kwa idhini ya Allah, kwa sababu mtu hawezi kufikia katika daraja hii isipokuwa kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muislam ni wajibu wake kuhakikisha kwamba anafanya badhil asbab, anatafuta na kuzitekeleza sababu za yeye kufikia katika martaba ya juu ya imani,
na sio kubakia katika maisha yake kama vile hatambui kitu bora kwake yeye. Miaka 5 nyuma, miaka 10 nyuma na miaka 10 mbele yuko vile vile. Huyu Muislamu daima anakuwa hajitambui. Muislamu anajitambua, anajifanyia muhasabatu nafs, anajikagua nafsi yake na kujipima katika kila mwaka, wakati gani mimi nilikuwa bora zaidi, mwaka jana nilikuwa bora na mwaka huu natakiwa niwe bora zaidi. Kwa hivyo atafanya mengi katika mambo ya khairi, na hii ni lazima iambatane na kutafuta ilmu shar'i. Hakuna mtu anayeweza kufanya vizuri kama hana elimu bumbumbu, abadan. Khairi zote zinaanza na ilmu. Ukishajua si utatekeleza jambo vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anataka na anaridhia. Lakini kama hujui, huenda ukashabikia mambo au ukayasimamia mambo ambayo pengine waona wajikurubisha kwa Allah jalla wa ala, kumbe unajiweka mbali kabisa. Kama watu wa bid'a, wao hujishughulisha na mambo ya bid'a wakidhania kwamba wanajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini fil haqiqa mambo yale yub'iduhum anillah, yanaweka mbali kabisa na Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi kujikurubisha kwa Allah kwa jambo ambalo hajalifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alafu ukawa salama mbele ya Allah jalla wa ala, abadan. Hii sheria ni lazima itekelezwe kwa mujibu wa vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyomtuma mtume wake na alivyomwamuru atufikishie sisi, na sio jambo la kubunibuni alafu mtu aseme lina ubaya gani. Lina ubaya maadamu hakulifundisha Mtume alayhi salatu wassalam, halipo katika Uislamu na halina faida, bali mtu hawezi kulipwa chochote zaidi ya kuandikiwa madhambi. Wa fi hadithi shafa'a, na katika hadithi ya maombezi. Ash-shafa'a maana yake ni maombezi, na shafa'a ni maombezi siku ya kiyama. Mtume alayhi salatu wassalam yeye atafanya shafa'atul udhma, ataombea watu wote ili Allah subhanahu wa ta'ala aje atoe hukumu katika kisimamo, sababu watu watapata tabu, watu watakuwa na majasho, wengine yameishia shingoni, wengine kwenye midomo yao, wengine katika vifua vyao, wengine viunoni mwao, kwa mujibu wa makosa walionayo hapa duniani. Na watu watachoka, watamwendea kila mtume katika ulul azmi waombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala aje Allah azza wa jalla atoe hukumu kwa waja wake. Watu wako taabani na jua limeshuka katika hali ya ukaribu sana na ardhi, lakini itaonekana kwamba Mtume sallam ndio mwenye hadhi ya kuwa na shafa'atul udhma, shafa'a kubwa. Na kisha mitume wote watakuwa na shafa'a kwa umma zao, na kisha malaika, na kisha waumini vile vile watafanya shafa'a kwa waumini wenzao. Hadithi ya shafa'a, Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hii hadithi kama alivyoitoa Imam Bukhari na Imam Muslim, hadithi muttafaqun alayhi, hadithi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, anasema inna Allaha yukhriju minan nar man kana fi qalbihi waznu dinar min imanin. Hadithi hii pia inatufundisha tafadhul ahli al-iman, utofauti wa fadla, utofauti wa ubora wa watu wa iman. Inna Allaha yukhriju minan nar, hakika ya Allah jalla wa ala atawatoa kutoka katika moto, man kana fi qalbihi waznu dinar min imanin, yule ambaye katika moyo wake kuna uzito wa imani wa dinar. Yani dinari moja, imani ya mtu ni kama dinar. Allah jalla wa ala atawatoa katika moto, sio atawatoa katika kisimamo, la, manake wataingizwa katika moto, aliyadhu billah. Atawatoa wale ambao katika nyoyo zao kuna waznu imanin kwa kiwango cha dirham. Inna Allaha yukhriju minan nar man kana fi qalbihi waznu dinarin min iman, hakika ya Allah jalla wa ala atawatoa kutoka katika moto yule ambaye au wale ambao katika moyo wake au katika moyo wao watakuwa na uzito wa dinar katika imani. Thumma man kana fi qalbihi nisfu dinari min iman, kisha atawatoa wale ambao katika nyoyo zao kuna uzito wa nusu ya dinari katika imani. Manake hawa wa mwanzo imani yao ni kubwa kidogo, ambayo uzito wake ni sawasawa na dinar kamili. Kisha atawatoa wale ambao katika nyoyo zao kuna nusu ya uzito wa dinar
katika imani. Thumma man kana fi qalbihi, kisha atawatoa yule ambaye katika moyo wake nisfu dinarin min iman, atawatoa wale ambao katika moyo wake kuna nusu ya iman au nusu ya dinar katika iman. Wa fi riwaya, na katika mapokezi mengine, yukhriju minan nar, atamtoa mtu katika moto, man qala la ilaha illa Allah, aliyekuwa anasema la ilaha illa Allah, wa kana fi qalbihi min alkhairi ma yazinu sha'ira, na ikawa katika moyo wake kuna kheri iliyokuwa na uzito wa sha'ira. Wa fi riwaya, na katika riwaya nyingine, yukhriju minan nar, Allah jalla wa ala atamtoa mtu katika moto, man qala la ilaha illa Allah, mwenye kusema la ilaha illa Allah, wa kana fi qalbihi min alkhair, na ikawa katika moyo wake kuna katika khairi ma yazinu sha'ira, khairi ambayo ina uzito wa sha'ira. Thumma yukhriju minan nar man qala, kisha tawatoa katika moto aliyesema la ilaha illa Allah, wa kana fi qalbihi min alkhair ma yazinu burra, kisha tamtoa katika moto yule ambaye amesema la ilaha illa Allah, na ikawa katika moyo wake kuna kheri iliyokuwa na uzito wa burra. Burra ni chembe katika chembe za ngano. Thumma yukhriju minan nar, kisha namtoa katika moto, man qala la ilaha illa Allah, aliyesema la ilaha illa Allah, wa kana fi qalbihi min alkhair, na ikawa katika moyo wake katika kheri ma yazinu burra, ambayo ina uzito wa punji ya ngano. Thumma yukhriju minan nar man qala, kisha atamtoa katika moto aliyesema la ilaha illa Allah, wa kana fi qalbihi min alkhair ma yazinu dharra, kisha atamtoa katika moto wa jahannam yule ambaye amesema la ilaha illa Allah, na ikawa katika moyo wake kuna kheri yenye uzito wa dharra. Dharra ni punje ndogo zaidi. Thumma yukhriju minan nar, kisha tamtoa mtu katika moto, man qala la ilaha illa Allah, aliyesema la ilaha illa Allah, wa kana fi qalbihi, na ikawa katika moyo wake min alkhair, katika khairi ma yazinu burra, dharra ambayo ina uzito wa dharra. Na hii khairi ndugu zangu ni iman, inakusudiwa imanun. Alkhair huna iman, wamesema hivyo ahlul ilm kwamba khairi inayokuwa katika moyo ni iman. Imanun billah wa imanu birrusul wa imanu hakadha. Wazi? Kwa hiyo hii inaonyesha tafadhul ahlul iman. Watatolewa wale ambao kidogo wana nafuu, kisha watachukuliwa wengine, kisha watachukuliwa wengine, kisha watachukuliwa wengine. Almuhim, hawa watu hawakuwa mushrikun, hawakuomba makaburi. Watu hawa hawakwenda kwa mashekhi wao wala mawali wao wala masharifu wao kwenda kuwaomba haja, kuwaomba riziki, kuwaomba ruhusa ya kufanya mambo yao. La, kwa sababu kuomba kaburi ni shirkun akbar. Kuomba watu waliokufa, kuomba mizimu, kwenda kutambika, kwenda kuchinja wanyama kwa ajili ya makaburi na kadha, hiyo ni shirkun akbar mukhrij min almillah, ni shirki inaomtoa mtu katika Uislamu kabisa. Hata kama anaifanya hivyo ni shekhi, ikiwa anasema tunawaomba wale ulala hapa watuombee kwa Allah, hiyo ni shirki kubwa, kwa sababu hiyo ndio shafaa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameisema ndani ya Qur'an, wa ya'buduna min dunillah, wanaabudu kinyume na Allah, wa yaqulun, na wanasema haulai shufa'auna inda Allah, hawa ni waombezi wetu kwa Allah. Allah jalla wa ala amewahukumu kwa watu hawa ni mushrikun. Kwa Muislamu hapaswi kumuomba isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na akienda makaburini basi awaombee kwa Allah watu wale, sio yeye awaombe haja yoyote, hata kama atajenga itikadi kwamba mimi si waombi wao bali na waomba wao waniombee kwa Allah. Hii ni shirki billahi jalla wa ala, ni ile ile shafaa kama ilivyokuja katika aya nyingine. Allah subhanahu wa ta'ala amewasema watu hawa wanakwenda kuabudu, wayabuduna min dunillah, wanakwenda kuabudu kinyume na Allah jalla wa ala, wanawaomba, kisha mwishoni wanasema
ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, hatuwaabudu sisi watu hawa isipokuwa tunawaabudu watukurubishe kwa Allah, tuwe na ukaribu, kwamba hawa wana ukaribu kwa Allah. Kwa hivyo tunawaomba hawa ili na sisi mambo yetu yaweze kuwa, tuna madhambi mengi. Kwa hiyo hawa ni mawalii, ni masharifu, mashekhi wakubwa, watatufikishia kwa Allah. Hii ni shirku billahi jalla wa ala. Hata kama naifanya ni shekh Muislam, lazima utanabahi na mambo kama haya. Qur'ani imeweka wazi kwamba hiyo ni shirkun akbar. Muislamu hapaswi kwenda kuomba waliokufa, hapaswi kuomba majini wala mizimu wala chochote, bali amuombe Allah jalla wa ala, na wala asifanye namna nyingine. Kwa hiyo hawa ambao wanatolewa motoni ni wale ambao hawakuomba makaburi. Ama aliyeomba kaburi kisha akafa katika sura kama hiyo, hatotoka motoni milele, kwa sababu hiyo ni shirkun akbar, shirki kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kamwe hatomsamehe mushriki na amemharamishia pepo subhanahu wa ta'ala. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna, hakika mwenye kumshirikisha Allah, hakika Allah amemharamishia pepo mtu huyo. Wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar, na makazi yake mtu huyu ni motoni, na hawana madhalim ay mushrikun wa kuwanusuru siku hiyo. Kwa lazima tusibabaike na mtu anaswali anafunga. Mushriki anaswali, mushriki anafunga, mushriki anaweza kuwa shekhi, amevaa kilemba kikubwa, vitambaa vingi, ana wafuasi wengi, lakini mushriki billahi jalla wa ala. Mushriki anakwenda haji, mushriki anafanya yote. Kwa nini kawa mushriki? Ya'budu ma'a Allahi ghayrah, anamwabudu pamoja na Allah mwingine, akawa mushriki. Mushriki hata kama anajua kusoma Qur'ani vizuri, hata kama ni imam, hata kama ni shekhi, hata kama anajiita wali, ikiwa atamwabudu Allah jalla wa ala akaabudu na kingine asiyekuwa Allah, huyu atakuwa ni mushrikun, na wala hatoitwa namna nyingine. Atahukumiwa kwa ni mushrik, na Uislamu kwake utatenguka, na atabakia kuwa mushrikun kafir, kama hakutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha shirki mara moja, itakuwa ni hatari kwake. Sini sual, ma dalilu ala anna al-imana yashmalu ad-din kullah inda al-itlaq? Sheikh anasema ni nini dalili juu ya kwamba iman inakusanya dini yote inda al-itlaq, kwa kuachiwa, kwamba imani ndio dini yenyewe kamili. Madalil ala anna al-imana yashmalu ad-din kullaha inda al-itlaq, ni nini dalili juu ya kwamba iman inakusanya Uislamu wote, dini yote, kwa kuachiwa? Jim jawab, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema an-nabii sallallahu alayhi wasallam fi hadithi wafdi Abdul Qais, katika hadithi ya msafara wa Abdul Qais, amesema amurukum bil imani billahi wahdah, anawaambia Mtume sallam huu msafara uliomwendea, na kuamrisheni kumwamini Allah peke yake. Amurukum billahi wahda, amurukum bil imani billah wahda, na kuamrisheni kumwamini Allah jalla wa ala peke yake. Qal, akasema Mtume alayhi salatu wassalam, atadiruna mal imanu billahi wahda, hivi mnajua ni nini iman ya kumwamini Allah jalla wa ala peke yake? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, wakasema Allah na mtume wake ndio mjuzi zaidi. Qal, akasema Mtume alayhi salatu wassalam, shahadatu an la ilaha illa Allah, ni kushuhudia kwamba hakuna mwenye haki ya kuabudiwa isipokuwa Allah, wa anna Muhammadan rasulullah, na hakika ya Muhammad ni mjumbe wa Allah, wa iqamus salah, na kusimamisha sala, wa itauz zakah, na kutoa zaka, wa an tuaddu min almungham khumus, na kumtekeleze katika ngawira, katika yale mafungu matano. Al-khumus, mafungu matano ya ngawira za vitani. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi hadithi wafdi Abdul Qais, amesema an-nabii sallallahu alayhi wasallam katika msafara wa Abdul Qais, amurukum bil imani billahi wahda, na kuamrisheni kumwamini Allah jalla wa ala peke yake.
Qal, akasema tena Mtume alayhi salatu wassalam, atadiruna mal imanu billahi wahda, mnajua ninyi ni nini kumwamini Allah jalla wa ala peke yake? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, wale watu wakasema Allah na mtume wake ndio wajuzi zaidi. Qala shahadatu an la ilaha illa Allah, kumwamini Allah jalla wa ala ni kushuhudia kwamba hakuna mwenye haki ya kuabudiwa isipokuwa Allah, wa anna Muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na kuamini na kushuhudia kwamba hakika ya Muhammad ni mjumbe wa Allah, wa iqamu ssalah, na kusimamisha sala, wa itau zaka, na kutoa zaka, wa an tuaddu min al-maghnami al-khumus, na kutekeleza kutokana na ngawira katika yale mafungu matano. Hadithi hii vile vile akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hadithi katika sahihain kama hadithi iliyotangulia shafaa. Nafikiri leo tutaishia hapa insha Allah taala. Kesho tutaendelea na swali nambari 41 kuhusu taarifu ya imani bi arkanihi sittatin inda tafsil, dalili ya iman katika maana, dalili katika maana ya iman kwa nguzo zake sita kwa ufafanuzi. Wa subhanaka Allahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.